Wahubiri wengi unaowaona leo ambao ni maarufu wanatumia vyombo vya habari, ni media, ni redio, ni television. Wahubiri wengi hawa naweza kusema wanatumiwa na shetani kuwapumbaza watoto wa Mungu kuwa na ufahamu stahiki katika uwanja wa vita vya maisha yao. Wamepunguza uwezo wa shetani kuwa kama uwezo wa kibiriti. Yaani wanafikiria vita ya shetani kwenye maisha ya mtu inaweza ikaondoka tu kwa kuwekewa mkono na mtu. Tena wahubiri hawa mashuhuri wenyewe hawawezi hata kuombea watu, hawawekei mtu mkono. Watawawekea watu wachache sana mikono. Wanaweza kuambia chukua maji unywe, chukua mafuta kanyaga na vitu vya namna ile. Nataka nikuambie hayo maombi ni maombi ya wagonjwa. Wahubiri hawa wengi wamerahisisha sana maisha ya vita vya kiroho. Wameminimize, eti wanakuambia mimi mbano nikikuombea matatizo yako yote yameisha. Kwa hiyo wao wanakufanya wewe kuwa mtumwa wa ibada zao, unakimbilia ibada zao. Hawakupi funguo za maisha, hawakupi ufahamu namna ya kupigana katika uwanja wa vita. Maisha ni vita, na uwanja wa vita wa maisha ya mtu huwa anapigana akiwa hana mhubiri. Yaani mtu huwa anapigana mwenyewe. Baba yako anaweza kukulinda sana, anaweza akawa mkali kama mzee Magero, yuko kule Mtwara, Lindi, anapiga simu kuhakikisha binti yake anatoka nyumbani kwa ruhusa yake na anaingia kwa ruhusa yake. Lakini kwenye uwanja wa vita ukikonyezwa na kijana, ile nguvu itendayo kazi ndani yako na ndani ya huyo kijana inakutegemea wewe unawezaje kushindana na hiyo roho ya kitamari. Haihitaji maombi ya mchungaji wala ulinzi wa baba yako. Sasa wahubiri hawa wamerahisisha, badala ya kukufundisha namna ya kushindana na vita. Unajua sisi tuliozaliwa zamani kidogo kiroho tulifundishwa maombi, tulifundishwa kwenda mlimani, na ndio maana na mimi sijaacha. Nitakufundisha tu, nitakulazimisha tu, utaomba tu. Ukiwa kwangu na kwenye uwezo wangu utaomba tu. Ukikataa kuomba ukaamua kunywa uji kwa siri ni wewe. Lakini nataka nikuambie maisha mabaya magumu yanauma kuliko njaa ya siku moja. Ukishindwa kufunga siku moja, mke wangu anajua tangu namuoa mimi ni mtumishi, anajua siku nilizosema siri, anajua siku nilizoenda maombi, anajua maisha yangu yote yamekuwa miaka mingapi. Anajua hata sasa nikiwa naumwa naamka naacha kitanda, kuna baridi naacha kitanda, naacha godoro, naacha blanketi, naenda kuomba sebuleni. Anajua ni maisha yangu ya kila siku. Nikishindwa kuomba naamka nasema baba, nakaa tena najifunua kabisa blanketi ili nipate baridi. Ikiniingia sawa sawa naamka kuomba. Kwa nini? Kwa sababu bila kuingia kwenye maombi na bila kuwa na maisha ya vita na shetani, kuna vitu havitasogea. Sasa nikisha kutoa mapepo, unataka tena Jumapili ijayo nikusimamishe mama Alfa, inua mikono juu, uanguke chini. Tena kesho kutwa mama Viki simama, tena Anita simama. Hayo ni maisha ya ujinga. Na muonyesha ili tu kamera inichukue, nionekane na upako, alafu niturushe kwenye televisheni huko watu waje hapa. Hayo ni maisha, ni injili ya udanganyifu inayevunja vunja mikono ya watu. They lame the people so that they may not fight. Wewe ni fighter, umeitwa kupigana, na viwanja vya vita ni maisha yako. Maisha yangekuwa simple, yani wewe tu ukiombewa mambo ya maisha. Wewe unajua umehudhuria maombi mara ngapi? Moria, umekuja kila siku, unajua bado mambo yanakuwa magumu. Umeenda wapi? Sijui Ngurumo, umeenda kokote ulikoenda, ulipomalizana na Mbando na sijui na mwalimu nani, sijui na muimbaji nani, sijui na nabii na mtume nani, dokta na askofu mkuu nani, ulipomalizana naye maisha yalikungoja, na vita yako inakuja wakati yeye hayupo. Tunisha, piga misuli ya vita. Sikiliza, chakula cha roho ni neno.